Tuelekea hadi kaunti ya Bungoma. Kikao cha wakazi kutoa maoni kilichotarajiwa kufanyika katika shule ya msingi ya Thoroso, eneo bunge la Mlima Elgon, kuhusu iwapo mti wa mkuyu unaokisiwa kuwa wa kihistoria utahifadhiwa au la, ulitibuka na kuwalazimu maafisa wa polisi kutumia vitoza machozi kuwatawanya wakazi baada ya pande mbili husika kushindwa kuafikiana. Hali iliyovutia migongano tata kati ya siasa na tamaduni katika jamii hiyo. Mwandishi wetu wa habari kutoka kaunti hiyo Augustine Were alishuhudia msukosuko huo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ilikuwa ni hali ya mguni ponye katika eneo hili baada ya makundi mawili ya wakazi wa eneo hili waliokuwa wamefika katika shule ya msingi ya Thoroso kushiriki zoezi la kutoa maoni kuhusu hatima ya mkuyu huu unaozozaniwa na mirengo miwili ya wakazi, iwapo mti huu ung'olewe au la. Mkutano huo ulikatishwa ghafla baada ya pande mbili kushindwa kuafikiana kuhusu ni nani aliyefaa kuhudhuria mkutano huo, hali iliyolazimu maafisa wa polisi kufyatua risasi hewani ili kutawanya vikundi hivyo viwili vinavyozozana kuhusu mti huu mkongwe wenye historia katika jamii hii. Kulingana na naibu komishona wa Cheptais Philip Sigei, utata huu ulisababishwa na uamuzi wa mahakama ya mazingira mjini Kitale kutobainisha ni nani aliyestahili kuongoza mchakato huu. Order tu ilisema public participation ifanywe, haikusema ni nani itaongoza hiyo public participation. Tukasema wenye walioenda kotini warudi kotini, waende kuuliza koti sasa hasa ni nani anapaswa kuongoza nini hii public participation. Hata hivyo, mbunge wa Mlima Elgon Fred Kapondi amekosoa vikali upande unaoshinikiza kung'olewa kwa mti huu, akidai kuwa baadhi ya wakazi wa Trans Nzoia walisafirishwa kimakusudi ili kutoa maoni yanayoegemea upande mmoja. Kapondi vile ameshikilia kuwa kamwe hatakubali kukatwa kwa mti huo, huku akisema kama mpenda mazingira, jamii hiyo inastahili kuraiwa kupanda miti zaidi na wala si kukata. Hatutaki watu wetu waangaishwe na watu kutoka nje. Mabasi kutoka Trans Nzoia wanatafuta nini na hii mkuyu? Kwa mujibu wa wazee wa jamii ya Sabaot, umewadia muda walioagizwa na mababu zao kufanya tambiko kwenye mti huu baada ya miaka 100 kwa kung'oa na kuondoa kengele na aina ya jembe ambayo wazee hao wanasema ilizikwa chini ya mti huu miaka za kale. Wale laiboni ndio wanasema hii mti ing'olewe kwa sababu vitu vyetu vilikuwamo na imefunikwa na hii mti. Ikiwa mimi ni rika ya baba yake, yeye atawezaje kuzuia vitu ambavyo hata baba yake hata alikuwa bado kusaa yeye? Huwezi kukacheli mambo ya historia. Kulingana na maraiboni walikuwa nasemekana lazima wafukuliwe ndio amani iweze kurejea. Tunaamini ya kwamba hizo vitu vikitolewa nasi tutapata vitu fulani kutoka kwa serikali. Baada ya kutibuka kwa mkutano huo, mawakili kutoka pande hizo mbili watakutana mahakamani mnamo tarehe 25 mwezi huu ili kupewa mwelekeo mpya. Augustine Were, NTV, kutoka kijiji cha Thoroso, eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma.